Nilikotoka ni mbali, ninapokwenda sipajui, na mzigo mzito kama jabari, pa kutua sipaoni. Tumaini langu limezikwa, ramani yangu imepotea. Yani kama bahati imekuja gizani, nikipapasa sioni, nikipewa nafasi nichague mazuri. Yani bora kifo kinifike. Mkimbizi, 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 sio mwizi. Mkimbizi, 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 sina hatia. Mkimbizi, 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 sio mwizi. Jina langu ni Lubeleje, Freeman Lubeleje. Nimekueleza historia ya maisha yangu tangu nilipokuwa mimba tumboni kwa mama yangu. Maisha yangu ya jela, baadaye kwenye kituo cha kulelea watoto yatima, baadaye kwenye kituo cha kulelea watoto. Maisha yangu ya shule, na kisha namna nilivotoroka huko na kuingia mtaani. Kwanza ninapokelewa na mama Agata, ambaye kwake ninadumu kwa karibu mwezi mmoja, ambaye kwake ninadumu kwa takribani miezi miwili. Alafu huyo ninapeperushwa kama upepo na kuangukia kwenye mikono ya mama Kimori, mama wa Kichaga. Huyu ananipokea kwa ahadi kubwa kwamba atanilipa na mshahara wa shilingi 20,000 kwa mwezi, mbali na kazi zangu nyingine za kuvunja kokoto ambazo nitalipwa kwa kutwa kwa kazi niliyofanya. Tena yeye anajinasibu kwamba atanilipa mwishoni mwa mwaka. Mwisho wa mwaka unafika, ninapigwa kalenda, na baada ya hapo ni kalenda juu ya kalenda. Na ninapoonekana kumgasi sana, anatishia hata kunifukuza kwenye nyumba yake hii. Lakini ningewezaje kutoka katika nyumba hii bila kulipwa haki yangu? Hilo ndio lilinifanya nivumilie hapa. Hii ni sehemu ya 4 ya simulizi ya Mkimbizi. Mjomba, mimi nimezaliwa na pingu mkononi. Sio kwamba nimezishika, nimefungwa pingu. Tumaini langu limezikwa, Yani ni kusema pumzi yangu ya kwanza ya uhai ilikuwa imefungwa pingu. Mkimbizi, mkimbizi, mkimbizi. Alafu nadhani kama sehemu ya mpango wa kunikomesha, huyu mama akanihamisha kutoka kwenye chumba cha ndani nilipokuwa nikilala na Rafaeli. Sasa nikawekwa kwenye chumba cha nje, katika nyumba ya chumba kimoja na sebule iliyokuwa inajengwa. Akaharakisha huyu mama, akaezeka kwenye chumba tu, akiacha sebule bila mapaa. Alafu chumbani akaziba dirisha nusu kwa tofali. Alafu akanielekeza kugonga misumari na kufunga pazia ili kufunika paliposalia. Kwenye madirisha mawili ya sebuleni yote akayaziba. Huku juu ya chumba haukuwepo hata muda wa kutungilizia tu. Baada ya kuezeka kukabaki na uwazi. Baridi, upepo na vumbi vikawa halali yangu mimi, msumbufu ninayedai pesa zangu. Kuta za ndani wala hazikupigwa lipu au hata kusakafiwa tu kwa sakafu ya chumba. Kipande cha bati kilichobaki katika kuezeka kikatengenezwa mlango wa nje, lakini ule wa ndani chumbani ukabaki na pazia tu lililoning'inia.
kitanda kidogo cha zamani na godoro la ulimi. Nadhani alitumia mmoja wa watoto wake alipoenda shule ya bweni, akarudi nalo baada ya kumaliza shule. Mume wake Mama Kimori alipogundua hilo, akahoji ni kwa nini nimeharakishwa kiasi hicho kuhamia huko. Akajibiwa kwamba ni sababu za kiusalama, kwamba eti sio vizuri kuwa na pagara nje ya nyumba, akidai kwamba watu wabaya wanaweza kulitumia. Kwa hivyo mimi nilikuwa mtu sahihi kukaa humo ili kulinda ushenzi wowote usifanyike humo. Yawezekana labda kweli hilo ndio lilikuwa dhumuni, lakini kwa kuwa utekelezaji wake umefanyika sasa katika kipindi ambacho ninadai pesa yangu, nilikuwa na uhakika kwamba hii ni adhabu. Hapa ndio hisia za kumtafuta mama na baba yangu zikapata nguvu tena, na shauku sasa ikaongezeka maradufu. Bahati mbaya kwa baba yangu sikuwahi kumuona awali. Kwa hiyo hata kama ningemuona leo, kamwe nisingemjua. Mimi na yeye tungeweza hata kula sahani moja, tukipiga story, na kila mmoja akasambaa kivyake, tusifahamiane. Basi, ili kujiongezea kipato, nikaanza kufanya kazi za watu wengine. Lakini kwa bahati mbaya, zikaongeza maneno hapa. Ikawa kama namtukana Mama Kimori. Hii ikatafsiriwa kwamba nimekuwa kiburi na sasa nakwepa majukumu yangu ya kazi. Nilipochoka sana, nikakusudia kuondoka hapa, lakini nisingeweza kuondoka mikono mitupu. Kwa hiyo nikaanza mipango ya kupata pesa kwa mwanamke huyu, hata kama ni kwa kuziiba. Sasa ili kupata mazingira rafiki, kwanza nikaacha kudai haki yangu hiyo, ili kupunguza kelele humu ndani. Nikapanga kuingia chumbani kwa Mama Kimori, ambapo niliamini ndio kwenye hazina yake kuu. Alafu baada ya ramani zangu za muda mrefu kutiki, nikafanikiwa kuingia chumbani kwake. Lakini kwa bahati mbaya, sikuwa na muda mrefu wa kuisakanya hazina yake, kwa hofu ya kukamatwa hapa. Kwa hivyo ili kuokoa muda, niliondoka na shilingi 5,000 tu iliyokuwa kwenye dressing table. Baadaye nikamsikia akijinung'unisha kwamba alikuwa na 5,000 ila hakumbuki kaweka wapi. Kamwe wazo la kuibiwa wala hakuliweka kichwani. Nilipokuwa na uhakika kwamba sijasanukiwa, nikapanga tena shambulizi lingine. Na halafu siku nyingine tena ikaja. Nikaingia chumbani. Na baada ya peksheni yangu ya haraka, nikatoka na shilingi 10,000 tena aliyokuwa ameiweka katikati ya Biblia. Hazina yake wala sikuipata. Sasa hapa ndio nikawa nimeharibu mipango yangu yote. Maana safari hii akapaza sauti kwa kujiamini kabisa kwamba kuna mtu anamuibia humu ndani. Akasema kwa uhakika kwamba hiyo pesa alikuwa amehifadhi kwa ajili ya mchango wa jumuiya. Akahusianisha na ile shilingi 5,000 iliyopotea, aliyodhani labda amesahau alipoiweka. Akasema itakuwa imeibwa na mwizi yule yule. Pia akataja mlolongo wa vitu au pesa ambazo aliwahi kupoteza. Akasema hizo nazo ni mwendelezo wa wizi huo huo, na mwizi huyo ni mmoja tu. Akajifanya nabii, akaniita mimi. Alafu akaniomba nirudishe fedha yake niliyochukua
Mimi nikamruka futi 100, nikakana kuhusika na matukio hayo. Na japo nilijitetea, lakini yeye aliishia kunionya kwamba atanipeleka polisi tukio lingine likitokea, kwa kuwa hapa nyumbani hakuna mtu mwingine anaweza kudokoa zaidi yangu. Na sababu aliyoitumia hapa ni kwamba mimi ndiye niliyeishi gerezani peke yangu kwa miaka 7. Kwa hivyo akasema hizo tabia nimetoka nazo jela na ni ngumu kuziacha. Wasiwasi wa kuibiwa nao ukaongezeka kwa mama Kimori. Na sasa akaongeza ulinzi chumbani kwake. Akawa anafunga mlango wake muda wote kwa funguo, hata kama amekaa sebuleni tu. Mimi nikavumilia kwa miezi mingine 2. Yaani mwezi wa 10 na wa 11. Nikiitafuta nafasi ya kuiba pesa chumbani kwake, lakini mama Kimori hakufanya makosa tena. Muda ukaenda, mwezi wa 12 huu hapa, mwaka mwingine ukaisha. Muda wa malipo tena. Kama ilivyotokea msimu uliopita, Rafaeli akalipwa pesa, akaenda nyumbani kwao. Mama Kimori naye akasafiri na baadhi ya wanafamilia wake wakaenda Kilimanjaro. Mimi nikibaki bila senti mfukoni, nikiambiwa niendelee kusubiri. Mshahara unaokaribia 500,000 na ushe ulikuwa mikononi mwa mama Kimori. Kama alishindwa kulipa mshahara wa mwaka mmoja, leo anashindwa kulipa wa miaka 2. Ataweza kulipa mishahara ya miaka 3. Hasira zikanipanda kichwani. Na sasa kichaa kikawa karibu kabisa na akili yangu. Tumaini langu limezikwa, ramani yangu imepotea. Yani kama bahati imekuja gizani, nikipapasa sioni. Nikipewa nafasi nichague mazuri, yani bora kifo kinifike. Hapa nyumbani alibaki Kimori mwenyewe, mtoto mkubwa wa familia hii, dada wa kazi na mume wa mama Kimori, yani baba wa kufikia wa Kimori. Na pia alikuwepo Verena, mtoto wa kike mkubwa wa kufikia wa mama Kimori. Sasa ulikuwa wakati wangu wa kujaribu fursa nyingine ya kupata pesa yangu. Kulikuwa na oda fulani za bidhaa kutoka hapa kila mahala, na zote zilistahili kuendelea hata wakati mama Kimori hayupo. Kwa hiyo safari hii nikajiapiza kwamba nitakusanya fedha na madeni yote na huduma kwa wateja wa nyumba hii ambao nitawapa huduma kadiri niwezavyo. Alafu nikirizika nazo ni sepe zangu hapa. Bahati mbaya ni kwamba wateja walikuwa wanatoa pesa ndogo ukilinganisha na deni ninalolidai. Kwa mfano, pesa kubwa kabisa nilipata kutoka kwa mzee Ndesa. Huyu mzee Ndesa aliagiza nyama ya nguruwe, akalipa kiasi cha shilingi 80,000 tu. Ilikuwa pesa nzuri sana, lakini nilijiuliza moyoni, kama je ni busara kuacha 400,000 na ushe kwa ajili ya 80,000? Nitakuwa nimemkomoa au nimejikomoa mimi? Nilikuwa nafahamu kwamba wapo wateja wakubwa ambao huwa wanatoa mpaka 500,000. Nikajipa moyo kwamba niwe na subira. Kwa kuwa Rafaeli bado hayupo, nilikuwa na uhakika ni mimi nitakayekabidhiwa mkononi pesa hizo nizipeleke nyumbani. Siku zikasogea, Krismasi ikafika,
na kwa bahati mbaya hakukuwa na oda za fedha kubwa. Na baadaye nikabaini kwamba huyu mama Kimori alipoondoka hapa, wateja wake aliwaambia wawe wanamalizana kwa njia ya simu. Yaani, mimi nitapeleka huduma tu, pesa itaingia kwenye simu ya mama Kimori. Chenga nyingine ya mwili nikaipata. Masikini ya Mungu, nikaikumbuka hata ile shilingi 80,000 ambayo tayari nilikuwa nimemkabidhi huyu mama. Kwa hiyo nikabaki hapa kama kuku mwenye mdondo, nikiwa sijui kesho yangu, huku nikiendelea kuumiza kichwa kuitafuta mbinu nyingine ya kupata pesa. Wakati huo huo, tumaini dogo nilikuwa nalo, labda akirudi atanilipa fedha zangu, labda. Mara ngoja yangu hiyo ikauleta usiku wa mwaka mpya. Kwa kuwa kama nilivyokueleza, mimi nilikuwa na kaa zangu kwenye geto huko nje. Baada ya kula chakula cha usiku, niliingia zangu chumbani nikalala majira ya saa 3 tu. Alafu ilipofika majira ya saa 5 usiku, nikavutiwa zaidi na sauti za shangwe za watoto nje barabarani, waliokuwa wakishangilia na kusherehesha mapokezi ya mwaka mpya. Nami nikatoka, nikaingia zangu mtaani kuungana na watoto wenzangu, kwenda kufurahia hizo shamra za kuuaga na kuupokea mwaka. Nikamezwa na shangwe mpaka majira ya saa 7 kasoro usiku. Kisha huyo nikarudi zangu nyumbani kama kawaida. Mimi nikaingia zangu magetoni kimya nikalala. Baadaye kwenye majira ya saa 10 usiku hivi, alirudi nyumbani baba mwenye nyumba, akitokea klabu kama sehemu ya utaratibu wake wa kawaida. Alafu kama dakika 30 tu mbele, alifuata Kimori, ambaye naye nilimsikia akimgongea dada wa kazi. Wote wawili bila ya shaka walitoka kwenye starehe ambazo ni pombe na wanawake. Nasema hivyo kwa sababu huo ndio huwa ugomvi mkubwa hapa nyumbani tangu mimi nimefika. Mama akianza kumkemea Kimori, ambaye alitumia muda mwingi kunywa pombe licha ya kuhitimu elimu yake ya udaktari. Na hapa niseme, sijui kwa nini hata baada ya kumaliza udaktari wake hakuenda kufanya kazi. Badala yake yeye akawa hapa nyumbani kwa mama yake, akizurura siku zote na kutumia mali ya mama yake kuponda maisha. Kwa hivyo alipokuwa akikemewa au kugombezwa, basi mama yake alikuwa akimtaja huyu mume wake kama sehemu ya anguko la tabia za kijana wake huyo. Kwa hiyo mama alikuwa anasema kwamba mtoto wake Kimori amejifunza ulevi na wanawake kutoka kwa baba yake huyo wa kambo. Na hata wakati mwingine mama Kimori alikuwa akitishia kutomfungulia mlango mume wake, akisema ametoka kwa mahawara zake. Kwa hiyo kwa kuwa hakuwepo huyu mama, najua walikuwa huru zaidi kufanya wapendavyo. Basi mpendwa, mimi nikamalizia usiku wangu hapa. Na alafu mapema alfajiri, labda nikawa wa kwanza kuamka. Leo ilikuwa ni siku kuu, lakini kwangu ilikuwa ni siku ya kazi tu. Maana siku iliyotangulia, yule mama alipiga simu na kunipa maelekezo na maonyo mengi sana kwamba leo ni siku ya sikukuu. Nisije nikadhani kwamba eti niko likizo nikaingia mtaani na kusahau majukumu yangu. Kwa hivyo akanipa na maelekezo ya kufanya, kwamba asubuhi nihakikishe nimekata majani kwa ajili ya ng'ombe na kuchukua pumba kwa ajili ya chakula cha nguruwe.
Ajabu kweli. Maelekezo alikuwa ananipa, lakini fedha alikuwa anilipi. Kwa hiyo niliamua kufanya mambo yangu haya mapema sana, ili walau kufikia majira ya saa 4 asubuhi niwe nimemaliza majukumu yote, nipate nafasi walau ya kufurahia nami sikukuu. Basi nikachukua toroli na ile mundu ya kukatia majani, nikaelekea mtaani. Kwanza nikaanzia kwenye majani. Nikakata majani, nikabeba vifurushi vyangu pale 5, nikarudi zangu nyumbani. Sasa hapo ni majira ya saa 1 kuelekea saa 2 asubuhi. Sasa nafika hapa, naona watu wengi. Katikati yao askari wa jeshi la polisi akiwa amevaa sare zake. Kuna nini? Kumbe maskini ya Mungu, usiku wa kuamkia leo hapa pametokea uhalifu, wizi. Watu wanaamka asubuhi ndio wanagundua hili. Mimi niko na toroli langu, maskini ya Mungu, nikapaki pembeni huku barabarani. Nikasogea ndani kwenda kujua cha mno. Kumbe wezi usiku wa kuamkia leo sijui saa ngapi wameingia ndani pale sebuleni, wamechukua ile TV kubwa ya yule mama, wakachukua na friji, kisha wakaingia store iliyokuwa ndani, wakachukua bandari 2 mpya kabisa, saruji mifuko 10 na vingine ambavyo wala sikuvijua. Alafu unajua nini mpendwa? Eti yule mama kutoka Moshi akapiga simu akitoa maelekezo kwamba mimi nishikiliwe na jeshi la polisi kwa kuwa ndio mshukiwa wa kwanza anayenifikiria. Kwa maneno yake ni kwamba kwa asilimia zaidi ya 80 mimi ninahusika kwenye uhalifu huo. Kwa nini? Kwa sababu ni mimi ninayemdai pesa. Huwezi amini mpendwa. Nilipofika hapa nasikia huyu hapa. Sitaki kutumia neno baya, lakini yule askari hata kutumia tu akili zake za kuzaliwa angeweza kusema huyu hahusiki. Akanichukua na kuniweka chini ya ulinzi. Ni Mkimbizi. Asante kwa kusikiliza. Sehemu nyingine ya simulizi hii utaisikia tena hapa muda na majira kama haya siku nyingine. Mjomba, mimi nimezaliwa na pingu mkononi. Sio kwamba nimezishika, nimefungwa pingu. Nilikotoka ni mbali, ninapokwenda sipajui, na mzigo mzito kama jabari, pa kutua sipaoni. Tumaini langu limezikwa, ramani yangu imepotea. Yani kama bahati imekuja gizani, nikipapasa sioni, nikipewa nafasi nichague mazuri, yani bora kifo kinifike. Mkimbizi, 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 sio mwizi. Sina hatia. Mkimbizi, sio mwizi. Sina hatia. Sijawahi kupata japo tone la furaha, naishi kwa huzuni. Najaribu kukwepa vikwazo.